Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 10 baada ya kupewa wahi ameamua kuhamia Madina. Sasa hapa ndio tunaona matukio makubwa kabisa, kwa sababu hapa ndio mwanzo wa kujenga daula ya Kiislamu. Daula ya Kiislamu ya kwanza, serikali ya Kiislamu inajengwa hapa kwanza, na ndio imechangia Uislamu kufika mahali tulipo hapa. Lakini hebu tuangalie mambo aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika pale. Hana nyumba, hana mahali pa kukaa. Hakuna biashara nayo, hajui atakula wapi, atafanya nini, lakini bila shaka wale wenyeji wake wanampokea. Kitu cha kwanza Rasul anajenga msikiti, Masjid Quba, ambao uko mpaka sasa na uko nje ya Madina mpaka sasa. Alhamdulillah, nilipokwenda haji nimewahi kuona msikiti uko mpaka sasa. Of course ni mkubwa, sio ule wa makuti aliojenga Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mahali ni hapo hapo. Lesson ni hii, Abu Bakar, why the mosque? Kwa nini hakujenga nyumba kwanza, ofisi kwanza, anajenga msikiti? Wajua anatufundisha kitu gani? Mahala pa msikiti katika jamii ya Kiislamu. Na hili nilitaja kusudi kwa sababu tutaangalia katika historia ya Uislamu hapa Kenya misikiti na ilivyojengwa. Utaangalia ilivyojengwa kuanzia Mombasa mpaka Kisumu. Tutaulizana ni kwa nini hiyo misikiti ilijengwa. Utaona msikiti una nafasi kubwa sana katika maisha ya Muislamu. Kwa hivyo kitu cha kwanza Rasul sallallahu alaihi wasallam anajenga Masjid Quba kabla ya kitu kingine chochote, kuonyesha kwanza ibada. Mwanadamu wewe Muislamu, lengo la kuumbwa wewe, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na ujue hii inakuja baada ya Isra wal Miraj. Kwa hivyo swala ishafaradhishwa, salatul jamaa. Waislamu mahala pa kukutana ni hapa. Halafu msikiti nafasi yake sio kuswali peke yake. Ndipo mahala ambapo siasa zote za Kiislamu hupangiwa msikitini. Ilikuwa pia ni center ya kupanga mambo ya kisiasa yote ya Kiislamu yalipangiwa pale. Ni mahala pa masomo pia, ilikuwa ni skuli pia. Hata fatwa zilikuwa zikitolewa pale, kesi zilikuwa zikihukumiwa pale. Kwa hivyo tunasema kwa kizungu the centrality of a mosque in the life of a Muslim. Na tutakapokuja katika kuangalia historia ya Afrika Mashariki, utaona nafasi ya misikiti mahala palipo. Kwa vile tunasherehekea umri wa Jamia Mosque miaka 100, nataka hapa tutilie mkazo mahala pa msikiti. Na tutataja misikiti ambayo mpaka sasa ipo na ni ya zamani kuliko Jamia Mosque by far.